Somo letu linasema njia pasipo na njia. Unapozungumza kwa habari ya njia, nasema hii njia inaenda wapi? Hii njia inaenda Iringa. Hii njia inaenda Kigoma. Hii inaenda Arusha. Bwana Yesu atusaidie sana. Inamaanisha unapoona njia, inamaanisha kuna destination somewhere. Kuna mwisho wa hiyo njia sehemu. Sasa huo mwisho wa hiyo sehemu inafikikaje? Inafika kwa kupita kwenye njia fulani. Kwa hiyo kama nataka kwenda Iringa, ni lazima nipite njia ya kwenda wapi? Ya kwenda Iringa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ninaposema Mungu afanye njia mahali pasipo na njia, inamaanisha nini? Ule mpango wa Mungu ambao unatakiwa utufikishe sisi mahali fulani ukaonekane wazi kwetu, ili tuweze kufuata huo, tufike mahali Mungu alikuweza kutukusudia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwenye kuongea kwangu kote kwa habari ya njia, wanatheolojia wanasema hivi, unapolisoma neno la Mungu unatakiwa uwe na vitu vitatu. Cha kwanza wewe, cha pili neno, cha tatu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Unapotaka kufasiri neno lolote, usimweke mtu fulani, usimweke mhubiri fulani pale katikati, kwamba mhubiri alafu neno alafu Roho Mtakatifu. Yaani iweke wewe, neno linasemaje, Roho Mtakatifu analifafanuaje hilo somo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukiingia katika mtazamo wa namna hiyo, hautamuona mtu anayehubiri, utaliona neno la Mungu, alafu utamsikia Roho Mtakatifu anasema nini na wewe katika hilo neno ambalo unasema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hata wewe katika ibada hii usinitazame mimi niliyesimama mbele yako. Sasa sisemi kama wale jamaa wanaosema usiangalie matendo yangu, ila ufuate nini? Matendo yangu, kwa sababu yeye ni mlevi, ni mzinzi, jambazi. Kwa hiyo ukifuata matendo yake inamaanisha wote mtakuwa simaanishi, unamaanisha kwenye unapotaka kupata neno lako la siku ya leo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lisikilize neno la Mungu, alafu msikilize Roho Mtakatifu anasema nini na wewe katika hilo neno. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tunapozungumza kwa habari ya njia, inamaanisha tunazungumza kwa habari ya mahali ambapo njia hiyo tunataka itufikishe. Sawa? Sasa yamkini niko Dodoma, nimekwama hapa, alafu nahitaji kufika Arusha. Si ndio? Nimekwama hapa, ni mgeni, sijui popote pale, nahitaji kufika Arusha. Sasa kwa kutokujua njia ya Arusha, naweza nikajikuta nimeshika njia wapi? Ya Iringa. Bwana Yesu atusaidie sana. Alafu nikajikuta masaa yanaenda, imefika saa 12 jioni, nafika mwisho wa kituo, nauliza hapa ndio Arusha? Ananiambia hapana, hapa panaitwa Mafinga, Iringa. Saa 12 jioni. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kama nimefika mahali hapa Dodoma, ni mgeni, alafu nikapata mtu wa kunionyesha njia ya kwenda Arusha na safari yangu ni Arusha, saa 7 mchana niliingia zangu Arusha. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nikifika nile jamani hapa wapi, anakuambia bwana hapa ni Arusha, anaanza kunionyesha mitaa wapi? Ya Arusha. Napozungumza habari ya njia, nazungumza habari ya mahali ambapo Mungu anataka ufike. Nazungumza mahali ambapo Mungu amekusudia wewe kuwepo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tuanze na hii Mithali sura ya 14 mstari wa 12. Bwana Yesu atusaidie sana. Somo letu linasema njia pasipo na njia. Sawa? Sasa huu mstari tumeanza nao, unasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Tunapozungumza kwa habari ya macho, hatuzungumzi kwa hili jicho la nyama, tunazungumza kwa lile jicho la roho au moyo wa mtu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa maandiko hapa kwenye Mithali yanasema iko njia inayoonekana kuwa ni sawa moyoni mwa mtu. Yaani akitafakari hiyo njia, sasa nimesema njia ni mpango, si ndio? Akitafakari huo mpango alionao, anauona kuwa ni sawa moyoni mwake. Anapiga na mstari kabisa, tena anapigia mistari miwili. Ukiwa unafanya mtihani alafu ukapata ile jibu na uhakika kwamba hili ndio lenyewe,
unapiga mstari wa kwanza na wa pili chini yake, alafu unakoleza kwamba hili ndio hivyo lenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndani ya moyo wa mtu, maandiko yanasema anaweza akaona ya kwamba huo mpango alionao ni sawa kabisa moyoni mwake, lakini maandiko yanasema lakini mwisho wa huo mpango alionao au njia alionayo ni mauti na kuangamia. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa nini nimeanza na huu mstari? Ni kwa sababu mpaka huyu mtu anaiona hii njia kuwa ni sawa machoni pake, alafu baadaye inampelekea kwenye umauti, inamaanisha hakuiona njia iliyo sahihi isipokuwa hiyo aliyoifuata. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani ile njia iliyo sahihi inamaanisha ilifungwa machoni pake, ilifungwa moyoni mwake. Kwa hiyo akaiona njia isiyo sahihi, akauona mpango usio sahihi, na baada ya hapo alipoufuata ikawa ni mauti na kuangamia. Sasa hili linatupata wanadamu wote, hata mimi mwenyewe linanipata. Kuna baadhi ya biashara unaweza ukaanza kuifanya, ukaifikiria, ukaitathmini, ukaona watu tunatoleaga sana mfano wa kilimo cha matikiti. Kuna kipindi kilipangwa moto sana, kilikuja kasi kweli kweli. Mtu anakuambia ukiwa na miche 12, mche mmoja unatoa matunda 3, tunda moja ukiuza shilingi 1000, jumla ya matunda sio, ukipiga hesabu milioni 23 hizi hapa. Hela hizi. Wako watu wanakuambia waliacha kazi, wanataka walipo zile pesa zao waende wapi? Shambani, wakalime matikiti. Sikia aliyowapata huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Walitoka hawana hata buku kwenye kilimo, milioni 23 zimeangalia kwenye makaratasi namna hiyo. Sasa kwa nini? Kwa sababu aliona huo mpango au hiyo njia kuwa ni bora moyoni mwake, akapiga na mstari akasema, huu mpango katika huu, kwa gharama yoyote, hata kwa hela ya mkopo nitakopa ili niwekeze kwenye kilimo cha matikiti. Lakini kumbe mwisho wa hicho kitu ilikuwa ni mauti na kuangamia. Na mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Mimi sikuacha kazi, lakini niliinvest millions of money kwenye kilimo cha tikiti. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini mwisho wake sikutoka hata na buku. Hata ile tikiti la kulivunja ulile sikutoka nalo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nataka nikuonyeshe nini? Ni kwamba ni maisha ya kila siku ya mwanadamu, na shetani anatuvuruga katika hili eneo la habari ya njia. Anaziotesha njia nyingi kwenye maisha yetu. Lengo lake ni kutuconfuse, kutupoteza, kututoa katika ile njia ambayo ndio ambayo Mungu ameiandaa maishani mwetu. Na kwa bahati mbaya sana maandiko yanasema njia inayoenda uzimani ni njia iliyo nyembamba, tena imesongwa. Nao ni wachache wanaoiona na kuiendea hiyo njia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ziko hasara nyingi tunazozipata kwenye maisha kwa sababu tu ile njia ambayo Mungu au mpango ambao Mungu ameukusudia maishani mwetu hatujauona. Na sasa tufanye nini? Hatuwezi tukabaki mahali tulipo. Tunatamani kuondoka. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, ni kama wale watu walipomsubiri Musa kwa muda mrefu, walipoona Musa anachelewa wakamwambia nani? Haruni, akamwambia tutengenezee Mungu bwana. Musa amechelewa. Sisi tunataka tuendelee na safari. Bwana Yesu atusaidie sana. Walipopiga kelele za kutosha akasema okay, sio tabu bwana. Leteni hizo heleni zenu, leteni hiyo mikufu yenu ya thamani. Wakatumia gharama kubwa kutengeneza kitu ambacho kinawapeleka kwenye mauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kweli unaweza ukawalaumu kwamba walimwacha Mungu wao, lakini vaa viatu vyao. Wamekaa hawaoni, wako jangwani na wameshaambiwa tunaenda Kanani. Halafu Musa aliyewaambia tunaenda Kanani haonekani. Shetani akaanza kuotesha njia zake. Anamwambia Mungu sio huyu anayemsema Musa tu. Mnaweza mkatengeneza kama Mungu kenu kakawapeleka Kanani mnakoenda. Wakaanza kufikiria, wakaanza kutafakari, wakaona kwamba hii ajenda imekaa vizuri kabisa. Sasa tunafanyaje? Wakaambia okay, Mungu ni kitu cha gharama, sio kitu cha rahisi. Leteni hizo dhahabu zenu, leteni hivyo vitu vyenu vya thamani. Wakaviyeyusha, wakatengeneza Mungu. Walipomuona ya kwamba huyu ndiye Mungu atakayetufikisha tunakoenda, maandiko yanasemaje? Walifanya sherehe kubwa ile siku.
wakatumia gharama kubwa ya kumshangilia yule Mungu aliyemtengeneza. Alafu ghafla Mungu anazungumza na Musa kule mlimani, anaona watu walivyojichafua. Anamwambia Musa, ninaenda kuwaharibu hawa watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walipoona kwa kimya, wakaamua kufuata njia nyingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Lengo langu au lengo la hili somo ni kuhakikisha Mungu anaotesha njia yake, anatuonyesha njia yake ndani ya mioyo yetu. Alafu zile njia zote za kishetani zinafungwa machoni petu, tusizione katika mioyo yetu, zisipate kibali katika maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko yanasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo inamaanisha tunapozikataa hizi njia za shetani, tunapomwomba Mungu atupe njia iliyo ya kwake, maamuzi tutakayokuwa tunayafanya, tutayafanya yale ambayo yamepata kibali kwa Mungu. Tutafanya sawa sawa na mpango wa Mungu ulioko mbele yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Okay? Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Turudi kusoma Mithali hiyo sura ya 19 na ule mstari wa 21. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ukisoma Biblia ya Kiingereza, kuna Biblia inasema hizi hila inasema ni plans, mipango. Lakini sio hii mipango tu ya kawaida, ni mipango miovu, mipango yenye uharibifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko yanasema kuna hila nyingi. Kwa unapozungumza habari ya hila, unazungumza habari ya mipango yenye uharibifu mbele. Anasema ndani ya moyo wa mtu kuna hila nyingi, lakini kusudi la Mungu ndilo litakalosimama. Sasa maana yake ni nini basi? Kuna mipango mingi ndani ya moyo wako ambayo inakupelekea kwenye uharibifu, na hiko kitu kinachokupelekea kwa hakiwezi kudumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani inamaanisha hiyo njia, hiyo mipango mibovu iliyoko ndani yako haiwezi kudumu hata kama unauona ni mzuri kwa namna gani. Ndio maana maandiko yanasema njia inayoenda uzimani imesongwa, lakini njia inayoenda upotevuni ni pana, nayo ni wengi wanaoifuata. Inamaanisha nini? Yaani ukitaka followers kwenye hiyo njia inayoenda upotevuni, utapata followers wengi sana. Unasema bwana, ile dini iko fresh. Yaani hata nilipoamua shikari, walifurahia kweli kweli. Unaona? Lakini maandiko yanasema ya kwamba kama hiyo dini sio kusudi la Mungu, mwisho wake haitaweza kudumu. Kusudi la Mungu ndilo litakaloweza kudumu. Kitu ambacho Mungu amekiandaa katika maisha yako, ukikipata hicho kitu uwe na uhakika ya kwamba ni kitu cha kudumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Kwa hiyo maandiko yanasema ndani ya moyo wa mwanadamu kuna hila nyingi, kuna mipango mingi ambayo inampelekea mwanadamu kwenye uharibifu. Lakini kusudi la Mungu ndilo litakalosimama. Yaani inamaanisha mtu akilipata kusudi la Mungu, hilo kusudi litadumu katika maisha yake yote. Lakini asipolipata hilo, chochote atakachokipata kitapotea, kitaangamia, hakitaweza kudumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa mimi sijui ni maamuzi mangapi umeyafanya ambayo hayako katika mpango wa Mungu. Uwe na uhakika hata kama unayaombea kiasi gani, hayawezi yakadumu. Ndilo neno la Mungu linalosema. Hata kama umeupenda vipi huo mpango ulionao, hata kama umependa vipi hiyo biashara, umependa vipi hilo jambo unalolifanya, kama haliko katika mpango wa Mungu, maandiko yanasema haliwezi kudumu. Sasa kwa nini tupoteze muda kwenye vitu visivyoweza kudumu, wakati kipo kitu ambacho kinaweza kudumu maishani mwetu? Hicho ndicho ambacho ninatamani Mungu akakifanya katika maisha yetu. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuomba muda si mrefu. Tusome kipengele tena kingine, alafu tutaenda kumalizia. Tusome Isaya 43 na mstari wa 19. Maandiko yanasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimesema ndo tunaenda kuomba hivyo. Sina mambo nyingi leo. Nataka tuende tukamwombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hapa maandiko yanasema, tazama nitatenda
neno jipya, sasa nitachukua. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Bwana Yesu atusaidie. Mungu anaahidi kufanya njia jangwani. Maana yake ni nini? Anaahidi kufanya njia mahali pasipo na njia. Bwana Yesu atusaidie sana. Anaahidi kufanya njia mahali pasipo na njia. Na kitu kingine cha ajabu anachokisema hapa, anasema na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani hata pale mahali ambapo pamekaa katika hali ya ukame, hali ya ukavu, kwa kukauka, Mungu anasema anaenda kuleta bubujiko lake, anaenda kuleta furaha yake, anaenda kuleta nguvu zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa anasema atafanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Na anasema hivi, atalifanya hilo. Je, hamtalijua sasa? Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani mimi natamani Mungu akafanye njia katika maisha yako ambayo akiifanya kila mtu atajua ya kwamba hakika ni Mungu ndiye aliyefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu anaenda kufanya kitu ambacho kila mtu akiangalia atasema kwamba Mungu hakika ndiye aliyefanya. Sio kwa akili zake, sio kwa uweza wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa anasema hamtalijua. Inamaanisha Mungu akifanya, hakuna kitu kinachoweza kikajifanya hakijui. Kila kiumbe kitajua ya kwamba Mungu amefanya kwa mtu fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nimekwambia huyu mtu amepata kazi pasipokuwa na qualification ya hiyo kitu. Sio kitu cha kawaida. Unaajiriwa, unapewa nafasi kubwa pasipokuwa na cheti cha hiyo kitu unachokifanyia kazi. Ni Mungu amefanya njia pasipo na njia. Bwana Yesu atusaidie sana. Labda nikwambie, mimi nimewahi kufanya kazi maeneo mawili kama ajira. Nilifanya kazi chuo kikuu pale Mlimani, nilifanya kazi siku 4. Alafu nikaquit. Bwana Yesu atusaidie sana. Akili ya ujana nzuri sana. Yaani ina mambo mengi. Nilipoangalia kale kama mshahara nikasema, hii mtatoboa lini? Hii mshahara namna hii, nikaquit. Lakini ninachotaka nikwambie ni kitu gani? Sikupeleka cheti, sikupeleka barua ya maombi. Nilitafutwa mara 2 kwenda kuhudhuria kwenye interview. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ni nini hiyo? Ni neema ya Mungu. Mungu anazifanya njia zake mahali pasipo na njia. Wakati kuna wengine walistruggle kuandika barua, wanafuatilia hivyo hawajatoa tu call for interview. Wakafuatilia, wakaja na kwenye interview wakafanya, wakachujwa wengine, wakaja wengine. Mimi naenda naulizwa, mbona tukuona interview ya kwanza? Naambia kwa nini ya ngapi? Wanaambia ni ya pili. Mimi sijui. Hata nafasi niliyokuja kuifanyia interview sijui. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikwambie kitu gani? Ukimwomba Mungu, Mungu anazitokeza njia zake yeye mwenyewe. Pasipo na njia. Nikaajiriwa pasipo kuulizwa cheti cha aina yoyote. Bwana Yesu atusaidie sana. Sehemu ya pili na yeye nimeenda kufanya kazi na yeye sijawahi kuulizwa cheti. Siku moja nikacheka, ananiuliza bosi, ananiambia, "Nilikuwa napitia hivi barua yako ya application iko wapi?" Sikuandika hata barua ya application. Hivi uioni? Ngoja nikutumie tu mzee. Niko kwenye kazi namaliza karibu mwaka. Ndio mtu anauliza kwamba hivi barua yako ya maombi ya kazi mbona siioni kwenye faili lako? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ninachotaka nikwambie ni kitu gani? Mungu hufanya njia mahali pasipo na njia. Anafanya kwa watu wake ambao wanamtumikia. Anafanya kwa wale watu ambao mioyo yao imemwelekea yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukimtumikia huyu Mungu, Mungu huyu si dhalimu. Wewe ndio utakuwa dhalimu. Unatudanganya kwamba unamtumikia Mungu, kumbe ni muongo. Unajidanganya wewe mwenyewe. Lakini huyu Mungu ambaye mimi nimemtumikia, nimemuona sio dhalimu. Anafanya njia mahali pasipo na njia. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kati ya vitu ambavyo ninamwamini Mungu wangu ni katika hili eneo la kufanya njia mahali pasipo na njia. Yaani pale inapofika eneo umekuwa stuck. Yaani akili yako imegonga ngee, hapo ndio mahali ambapo hapana nini? Hapana njia. Lakini hapana njia kwa akili za kwetu sisi. Lakini yeye Mungu njia anaiona.
Anasubiri tumwambie kwamba Mungu, wewe umesema huwa unafanya njia pasipo na njia. Ninaomba utokeze njia katika hili eneo nililopo. Mungu anatokeza njia ambayo kwa akili za kibinadamu hamna anaweza akafanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na huyu ndiye Mungu ambaye ninatamani aweze kuingia ndani yako na aanze kukuonyesha haya mambo. Na nisikia bwana, utashangaa tu kitu iko. Injinia mkuu wa sehemu fulani yuko mtaalamu wa labda unasoma nursing, unafanya pharmacy. Nursing, unaenda pale Benjamin unakutana na ndo mkuu wa kitengo cha manesi pale. Bwana tukusaidie sana. Na sio hivyo tu. Unaweza ukajikuta unamiliki chuo lako. Hapa tuna mpango wa kuanzisha chuo cha Biblia. Sasa usitulize hela tunatoa wapi? Si ndio mtaalamu wako? Tunaenda kufungua chuo cha Biblia na ni mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hela tunatoa wapi? Mimi sijui hiyo. Hela si Mungu anazo yeye mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaenda kuanza darasa hapa mwaka huu, chuo cha Biblia. Ongea bango mzee tunaweka hapa. Bethlehem Bible College. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa usiniulize tunafanyaje wanafunzi watatoka wapi? Sijui wao tutapata wapi hela ya kuendesha. Mungu kawaida yake kufanya njia pasipo na njia. Yeye aliyeweka hayo maono ndani ya moyo wako ndiye ambaye anayo njia ya kufikia kwenye hayo maono. Sasa maono anakupa Mungu, alafu njia uende ukachukua kwa shetani. Nani aliyekuambia kuna biashara namna hiyo? Mungu aliyeweka maono ndani yako ndiye ambaye anaenda kutokeza njia. Kinachotakiwa ni sisi kumtafuta huyu Mungu, kumwambia Mungu, umeweka huu mzigo ndani ya moyo wangu, umeweka hiki kitu ndani ya moyo wangu, ninawezaje kufika kwenye hiki kitu? Maandiko yanasema Mungu anatoa njia katika hilo eneo. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa ukikumbuka kwa habari ya wana wa Israeli wakati wamefika katika ng'ambo ya bahari ile ya Shamu, maandiko yanasema nyuma maadui wanakuja, mbele kunayo bahari. Musa hajawahi kupata experience ya namna hiyo ya kuvuka kwenye bahari. Akifikiria kwa akili yake anasema, sasa hapa Mungu utatuchukua kwa upepo wa kisulisuli tuhamie ng'ambo ya pili, unatuchukua kwa staili gani? Atakuja nani samaki hapa linyangumi limeze watu wote hawa lituchukue mpaka ng'ambo ya pili? Haoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Hayo ndio maeneo tunayomhitaji Mungu. Mungu aliyemwambia Musa ya kwamba hawa watu wanaenda Kanaani. Ndio huyo Mungu aliyefanya njia ya wana wa Israeli kupita kwenye bahari ya Shamu ili wafike Kanaani. Na ndio maana wakati wale watu wanamlilia Musa, wanamwambia umetutoa kule kote, umetuleta hapa ili tuje tufie hapa. Musa akawaambia wale watu, nyamazeni kimya, mwende mkauone mkono wa Bwana. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Musa alijua aliyempa ule mpango sio yeye, ni Mungu aliye hai. Amina. Na Musa akageuka kwa Mungu akamwambia, angalia watu wananililia sasa, ndo tunaendaje? Tunavukaje kwenye hii bahari? Maana sina uzoefu. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu alichojibu alisema, waambie wana wa Israeli wafanye nini? Wasonge mbele. Hata kama unaona ni bahari, Mungu anasemaje? Songa mbele. Njia zake hazichunguziki. Acha kwenda kuuliza kwa jirani habari ya njia ya Mungu. Mpango amekupa yeye, alafu unaenda kuuliza njia kwa mwingine. Amina. Mungu ameweka maono makubwa sana ili nije niwe yani mtumishi mkubwa sana wa Mungu. Sio hivi. Alafu nataka pastor nianze kuhangaika kwanza. Sasa unatakiwa upite pale, ukanyage pale. Mimi ndio nimekupa huo mpango. Mungu ndiye aliyekupa hayo maono. Ndio. Kwa hiyo huyu aliyekupa hayo maono anataka urudi kwake ukamuulize yeye. Kwamba Mungu, unanipa huu mzigo ndani ya moyo wangu. Hebu angalia, tulijifunza Ijumaa ya kwamba wakati mwingine unatakiwa kuchunguza moyo wako. Neno linasema, Bwana umenichunguza na kunijua, umefahamu mawazo yangu kutokea mbali, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo katika point tunaongea Mungu, chunguza moyo wangu ili nisije nikapita njia yenye majuto katika huu utumishi ulioweka ndani yangu. Nisije nikapita kwenye majuto katika hiki kipindi cha maisha nilicho nacho. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa nilipo nusu ya maisha yangu nipake nisitake almost nimeimaliza. Yaani kwa calculation zile za kawaida tu za maisha ya kawaida kuishi binadamu almost nimezimaliza. Sasa wanamwambia Mungu hivi, nimebakiza miaka hii mitatu. Hii miaka mitatu niliyobakiza ndio mwisho wangu wa kufanya makazi ya hovyo hovyo. Hebu sema makazi ya hovyo hovyo.
nitafanya nini huko mbeleni, I don't care. Wewe Mungu ndio uliyeniita, wewe Mungu ndio unayenijua. Nimechoka kufanya makazi ya hovyo hovyo. Nina miaka yangu 3 maximum, sitaki stress tena kwenye maisha yangu. Hii nusu ya maisha yaliyobakia nile bata. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ngoja nikwambie, unaweza kadhani ninawaza kwa upumbavu au ninawaza tu hovyo hovyo. Ni Roho Mtakatifu anaanza kunifungulia, kuanza kuijua haki yangu. Ndio Roho Mtakatifu anazungumza na watu wake ya kwamba hii sio haki yako, hapa unapoishi sio mahali pako. Anaanza kukusemesha, anaanza kuleta hayo mawazo. Unaweza kahisi kama nawaza tu, ni kama tu nawaza tu, huwazi kama unaye Mungu ndani yako. Huyo ndio Roho Mtakatifu anaanza kuzungumza na wewe. Na ndio maana maandiko yanasema njia inayoenda uzimani imesongwa. Ukiangalia unasema natokaje? Haya mawazo ya kijinga natokaje? Aliyeweka huo ufunuo ndani yako, yeye anayo njia. Amina. Kukufikisha hapo. Amina. Haleluya. Amina. Na kwa sababu hiyo, kila mmoja sawa sawa na unavyo nafsini mwake, Mungu anaenda kumtokezea njia katika hilo eneo. Unachotakiwa kufanya ni kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda na kwa bidii yako yote, huku ukimkumbusha kwamba ninakutwika fedha zangu. Amina. Njia pasipo njia. Sasa ziko njia ambazo yako maeneo ambayo Mungu anataka nifikishe, mimi mwenyewe siyajui, hata siyafahamu. Na siwezi nikaenda kwa wataalamu. Anaanzia wapi? Anakutoaje hapo huko? Nenda kamuulize Mungu aliyeweka hayo maono ndani yako. Amina. Maandiko yanasema mtafute Bwana kwa bidii atamuona. Amina. Anayemtafuta Mungu kwa bidii ni bidii ni kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Bidii ni kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Bidii ni kujitoa kwa Mungu wako. Mungu mwenyewe akiangalia anasema, hakika fulani ananitumikia. Sio pastor nikikuangalia niseme fulani ananitumikia, alafu ukitoka hapo unachenga za kwako huko, unaenda unafanya unavyojua. Utanikeshisha hapa nitakwenda Mungu bariki, Mungu bariki. Mungu anasema huyu sio mtumishi wangu, sio mtumishi wangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nini ninachokitaka hapa? Mungu akamtokezee njia mtu yule ambaye moyo wake umekusudia kumtumikia Mungu na kumtafuta. Moyo wake umenyenyekea mbele za Mungu. Mungu akakutokezee njia ambayo itawashangaza watu. Ndipo anasema hamtapata kujua sasa. Inamaanisha akifanya njia kila mtu atajua ya kwamba Mungu amefanya njia katika maisha ya mtu fulani. Amina. Hicho kitu tunachotafuta. Haleluya. Tunasema hapa tunaenda kujenga bonge ya kanisa. Tunaenda kujenga. Katibu wangu na mwenyekiti wa ujenzi, msiwe na shaka mioyoni mwenu. Mungu anaenda kufanya kitu cha ajabu. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Mungu anaenda kufanya vitu vya ajabu. Anaenda kuvifanyaje? I don't know and I don't care. Ninachojua ni kwamba Mungu anaenda kufanya. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yangu, kwenye utumishi wangu, kwa mtu yeyote anayemtumikia Mungu. Mimi tumikie Mungu kwa kubahatisha Bwana, wala kwa kubangaiza. Na ninajivunia kusema hivi kwa sababu sina makando. Sasa kama namtumikia Mungu ambaye Elia alimtumikia, kwa nini mimi asinisaidie? Mungu gani? Mungu ana namna gani? Atakuwa muongo. Na hatafaa kuitwa Mungu, atapoteza sifa ya Mungu. Na kwa sababu Mungu analinda heshima yake, ni lazima alifuate neno lake na alifanye. Anasema analiangalia neno lake ili apate kulitimiza neno lake. Haangalii mipango yako, analiangalia neno. Neno lake ni nini? Ukimtumikia Mungu kwa bidii na kwa moyo wa kupenda, Mungu lazima akuinue. Amina. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana sihitaji kwanza kuhangaika na mtu, kushindana na mtu, mara nimekuvuta huku, hivi na hivi nimekufanya hivyo. Nimekwambia maisha niliyobakiza, nusu zaidi ya nusu nimeshakula ya maisha yangu. Nikianza kufanya hizi chenga, alafu ghafla nikaondoka, naenda wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko yanasema yamfaa nini mtu kupata kila kitu duniani alafu akakosa uzima wa milele? Yaani fanya.
Bwana Yesu atusaidie sana. Ninachokujengea ndani ya moyo wako, ukimtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda, ukamtumikia kwa bidii, ukamtafuta kwa bidii, uwe na uhakika Mungu anaenda kufanya njia. Amina. Kama sio hivyo, basi umejichanganya mwenyewe. Usimlaumu wala usimlaumu. Wewe mwenyewe si shahidi wa maisha yako. Ndio. Unataka nani nianze kuwa shahidi wa maisha yako? Ya mimi nianze kujiambia, nianze kuuliza mama eti, "Mama unanionaje mimi Unanionaje? Kwani mimi sijioni nilivyo?" Sijioni nilivyo. Kama ni mzinzi najiona. Kama ni muongo najiona. Kama ni mwizi najiona. Sasa kwa nini nitafute watu kusema wanasema nini eti unanionaje eti alafu iko kitu kiniambia sasa ndo nitoke. Mimi wananiambia mimi mwinjilisti bwana. Achana na hiyo biashara. Waache hao wafanye hivyo wanavyofanya. Lakini wewe ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, kama madhabahuni pa Bwana, tumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Tumikia Mungu kwa bidii. Mtafute Mungu kwa moyo wako wote. Sio nusu kama nitakutafuta Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Lakini Jumatatu, Jumanne, Ijumaa na Alhamisi pale nitafanya hivi kidogo. Mungu anataka umtafute na umtumikie kwa moyo wote. Amina. Na kwa akili zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Fanya hivyo, alafu uje uniambie mimi nimedanganya haya maneno kwamba Mungu hawezi kufanya. Na mimi tutakaa kikao pamoja hapa madhabahuni tumuulize Mungu ya kwamba Mungu, hili neno lako linasema hivi, na huyu mtumishi wako anasema amekutumikia kwa moyo wake wote, kwa akili zake zote, kwa nguvu zake zote, kwa mali zake zote. Alafu anasema hujafanya. Tutamkalisha Mungu kikao hapa. Kama sasa ni mwongo, situachane naye tukafanya mambo mengine. Lakini kuhakikishia huyu Mungu si dhalimu. Huyu Mungu asemi uongo. Na Mungu ametupa kitu kadogo sana kakuweza kutesti kwamba Mungu atulie naye ni Mungu aliye hai. Ukisema kwa jina la Yesu mtu ana pepo usio. Sasa wewe kuna nguvu uliyotumia hapo ya kuweza kulitikisa hiyo pepo ndani yako. Kwa nini usiamini kama Mungu yuko ndani yako? Kwa nini usiamini kama Mungu yuko hai? Mungu anasema kweli na anafanya kweli. Kwa nini usiamini? Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unaye Mungu ndani yako. Yuko Mungu ndani yako. Amina. Hujajua namna ya kumtumia. Mungu yuko ndani yako. Yaani ukiona hivyo tu, hiyo ni ishara. Napenda. Ukiona kutembea kifua mbele. Yaani zaidi ya Samia anayotembea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu unajua aliye ndani yako ni mkuu kuliko vitu vyote. Na nchi na vyote vijazavyo ni mali yako. Mungu anaenda kufanya njia katika eneo lolote. Hiyo ni katika afya, ni katika eneo lolote. Mungu anafanya njia pasipo na njia. Sasa nikasema ndo njia ya Mungu, yaani Mungu wangu ndo njia yake ya kulima nyanya. Ndio nitasema namshukuru Mungu, ananipa njia yake, njia yangu ya kuishi, njia yake Mungu ananipa ya kulima nyanya. Hizo ni njia zangu mimi za chini. Ndio maana anasema njia zenu ziko chini sana. Mawazo yenu yako chini sana, lakini njia zangu mimi ziko juu. Zinafunguliwa kwa nani? Kwa yule anayemtafuta Mungu kwa bidii, kwa uaminifu, kwa moyo wa kupenda, kwa nguvu zake zote, kwa mali zake zote, kwa uwezo wake wote. Ndiye Mungu ambaye anazifunua kwake. Nje ya hapo Mungu anaonyesha mvua wema na wabaya. Na wewe kwa sababu ni mchanganyiko wa wema na wabaya, utaipata hiyo mvua ya wema na wabaya. Na ipataje? Na ingia na lima zangu nyanya mzee, hata wabaya wanalima nyanya. Sio unaelewa? Sasa nikutolea mfano utasema na kusema. Utaama na kanisa kwa sasa anasema na nikitolea mfano mimi mwenyewe. Njia gani? Hapa nitafanya hivi, nitafanya juzi hapo nikatengeneza hesabu zangu nikasema hapa ngoma mzee nitachukua mkopo, nitaweka vitu fulani, nitafanya hivi na hivi, alafu mzee kilichokuja kutokea nikapigwa hela. Bwana Yesu tusaidie sana. Nikapigwa hela. Nilichotaka kukifanya sikifanya. Unaona njia zetu zilikuwa na hasara. Unaziona? Kabisa nimejipanga na tumeenda tumebeba na mkopo kabisa. Na tunaenda dukani kabisa kufanya hiyo biashara. Alafu mzee unaweza kuchanganyikiwa. Lakini unachanganyikiwa kwa sababu ni njia yako na uchanganyikiwe vizuri. Lakini maandiko yanasema
anasema Mungu anatuwazia yaliyo mema. Katika hiyo hali ulionayo, hebu ivute pumzi, alafu iachie nafsi yako itulie. Alafu ikishatulia, acha kuangalia hiyo hali. Katika huo utulivu, anza kuangalia wema wa Mungu maishani mwako. Mungu anaenda kutokeza njia. Alafu kutokeza, nimekuambia, hatuhitaji kukuuliza kwamba eti Mungu amefanya nini kwako. Tunaanza kutafuta mwenye ushuhuda. Maisha yako ni ushuhuda tosha. Yule jamaa aliyefunguliwa macho alikuwa anawaambiaje Mafarisayo? Anaambia, mimi ninachojua nini? Nilikuwa kipofu, sasa hivi naona. Aliyenifungua ni mwenye dhambi au sio mwenye dhambi? Kama ikelina. Kwa Yesu atusaidie sana. Lakini watakufuata wakuulize, friend, hebu tuambie kweli bwana. Hivi umetoka wapi? Umetokaje toka? Umefanyaje bwana? Mimi bwana sijui. Ninachokijua na mtumikia Mungu wangu kwa moyo wa kupenda, nafanya kazi ya Mungu kwa bidii, najitoa na kila nilicho nacho. Nimefika hapa nilipo, lakini nimefika hivi